Hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, ikiwa sasa imetimia saa 5 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Natumai kwamba asubuhi yako inakuendea vyema. Karibu sana mtazamaji kwenye taarifa zetu za yanayojiri. Mimi ni Agnes Gakunga. Katika kipindi cha kwanza tutakuwa na taarifa mbalimbali kutoka maeneo tofauti, lakini itakapofikia mwendo wa saa 5:30 kama ilivyo ada hii leo, ikiwa ni siku ya Jumatano, mjadala ni kuhusu masuala ya afya, na mada hii leo mtazamaji ni kuhusu saratani ya shingo ya kizazi, yani cervical cancer. Idadi ya visa vya wagonjwa vinavyogunduliwa kila mwaka inaendelea kuongezeka humu nchini, na idadi pia ya vifo imeendelea kuongezeka kila mwaka, na kulingana na takwimu za WHO pamoja na za Wizara ya Afya humu nchini, takriban wanawake 9 wanaaga dunia kila siku humu nchini kutokana na saratani ya shingo ya kizazi. Tatizo liko wapi? Mbona wanawake wengi wanahofia kugunduliwa ama kupimwa ama kuchunguzwa, kukaguliwa iwapo wana virusi vya hii saratani ya shingo ya kizazi? Na je, chanjo ya HPV ambayo inafaa kutolewa kwa wasichana ambao wana umri wa kati ya miaka 9 na miaka 15 kulingana na matakwa ya WHO, mbona wengi hawapokei hii chanjo? Tatizo liko wapi? Tatizo ni kwa sisi wazazi? Tatizo ni kwa wizara husika? Ama tatizo haswa liko wapi? Kuna hamasa ya kutosha hapa kwenye studio. Nitakuwa na jopo nzima la wataalam ambao watakuwa wanatupa taswira kamili ya jinsi hali ilivyo mtazamaji. Hayo ni hapo baadaye. Karibu sana. Mimi ni Agnes Gakunga. Ni afueni kwa wakazi wa wadi za Lolgorian na Angata Barikoi, eneo bunge la Transmara Kusini, kaunti ya Narok, baada ya operesheni ya kutotoka nje kuanzia saa 12 jioni hadi asubuhi kukamilika. Haya yanajiri huku jamii hizo mbili za Syria na Kipsigis zikijitokeza na kufanya mkutano wa kudumisha amani katika maeneo hayo, ambapo hafla ilifanyika katika sehemu za Kaprongori iliyoko kwenye mpaka wa Lolgorian na Angata Barikoi na kuhudhuriwa na maelfu ya wakazi. Kulingana na kamanda wa polisi wa eneo hilo, Enrico Liombo Telewa, anasubiri wito kutoka kwa maafisa wakuu wa usalama wa iwapo operesheni hiyo ya kafyu itaendelea ama itakuwa imefikia kikomo. Ni kuomba tu kwa manyumba za watu, na hata watoto wangu ametaapika kwa maana walichomewa nyumba kila kitu, na tulifukuzwa tu kwa ajili hakuna mahali tunalala. Hata nimeteseka sana miaka 20. Nataka serikali anisaidie badala ya kupumulia namna hii, na mimi sina la kukula, chakula hakuna. Mtoto wangu alifanya grade 9 na inga grade 10, na saa hii ile mafuriko iliingia, sikufanya kazi yoyote ili mtoto aingie shule. Saa hii sina la kupelekea mtoto shule, na mtoto wangu aliitwa kwa shule wa Kamnitu High School. Na saa hii naomba serikali atusaidie, atupate afya kidogo ndio tung'ang'ane tusaidie watoto.